ile tuitumie kuwa ndio tunaenzi siku yetu ya Kiswahili. Iwe ni siku yetu muhimu ya kumbukumbu ya maendeleo na ufanisi wa Kiswahili. Tulianza vizuri kwa sababu tulipiga hodi kila pembe ya dunia ambapo kuna juhudi za ukuzaji wa Kiswahili na kuzipongeza japo kwa mkono mtupu. Tuliweza kutoa vyeti kwa idhaa dunia nzima, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Marekani tulivyoanza, tuliipa idhaa ya Kiswahili ya BBC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Ujerumani. Tulitoa vyeti kwa idhaa ya Delhi All India Radio, tulitoa idhaa ya Japan, tulitoa Peking, tulitoa idhaa nyingine za Kiafrika huko Lagos, kwa Nigeria huko, tulitoa Accra, tulitoa Cairo. Tuliweza kuainisha baadhi ya wataalamu waliochangia katika Kiswahili dunia nzima. Kwa hiyo takriban tulianza sisi tuligawa vyeti duniani vya kuthamini Kiswahili takriban vyeti 95. Mwaka uliofuatia tulipomuenzi msanii mwingine maarufu wa taarab mutribu ni Bisiti bin Saad. Tulifanya maadhimisho yetu kule Zanzibar. Tulipata mapokezi mazuri kwa sababu Bisiti ni mwimbaji maarufu katika kumbukumbu za waimbaji wa taarabu wa Afrika Mashariki. Ukiimba taarabu kwa Kiswahili maana yake mnaeneza fasihi ya Kiswahili. Kwa hiyo tuliona kwamba tuwape msukumo wenzetu kina mama ambao waliamua waende Beijing wakusanyike waende wakagombee haki zao kwamba watambuliwe wapewe haki zao. Sisi tuliona Beijing yetu iwe ni Zanzibar na tuteue msanii mwanamke na kumuenzi. Mwaka uliofuatia tuliweza kumuenzi Mathias Mnyampala. Yeye vile vile ni msanii, ni shairi maarufu. Katika fani za ushairi kuna fani moja ya ngonjera, yaani ni aina ya maigizo kwa kutumia mashairi. Miaka ya 67, 68, 69 fani hiyo ilipata umaarufu kwa mwanzilishi wake akiwa Mathias Mnyampala. Mathias Mnyampala ameandika vitabu vingi tu. Aliwahi kuandika kitabu cha historia ya Kiswahili na utangulizi uliandikwa na marehemu Shirahabuddin yule wa Kenya kwa kuvutiwa na ule mkusanyiko wa historia ya Kiswahili. Aliwahi kuandika vitabu vingi tu vya lugha, taaluma ya lugha na mashairi. Yeye hakuwahi kuandika sana kuhusu hadithi, ingawa aliwahi kuandika vitabu kuhusu hadithi za Kigogo. Ila tu ndugu John Nishimtembezi, tunapofanya haya maadhimisho hatuishii katika kujipongeza kwa kuunganisha glasi tu kwamba jamani mwaka umekwisha, Kiswahili kimepiga hatua. Tunapata fursa ya kuchimbua baadhi ya mambo ambayo yamejificha yanayoambatana na yule msanii. Tumegundua kwamba wakati wa Mathias wa Shaban Robert kwa mara ya kwanza kwamba hakuna kumbukumbu ya kutosha kuhusu Shaban Robert pamoja na umaarufu wake wote kule Tanga, ni upungufu. Tumekwenda Zanzibar, hatuna kumbukumbu ya kutosha kuhusu Siti bin Saad, ni uwanja wa utafiti huo. Tumekwenda Dodoma kumuenzi Mathias Mnyampala, pamoja na kwamba kwa mara ya kwanza tumeweka monument, tumeweka mnara wa historia, tumejenga kaburi la Mathias Mnyampala na kuweka bango kuonyesha kwamba hili ni Mathias Mnyampala, amezaliwa lini na amefariki lini. Lakini bado tulishirikiana na familia yake na wakatueleza kilio chao ni nini. Wenzetu wale wana hazina, wana miswada zaidi ya 28 ya hayati Mathias Mnyampala. Wamekung'uta vumbi, wamepangusa mchwa, wanayo ndani, hawajui wafanye nayo nini. Ni miswada inayohusu mashairi, tenzi na lugha ya Kiswahili kwa ujumla. Sasa tunajiandaa kwa mwaka huu wa 99 kufanya maadhimisho yetu hapa Dar es Salaam. Kwa mara ya kwanza tunataka kumuenzi mtu aliye hai, kwa sababu katika malengo ya maadhimisho ya siku ya Kiswahili ni kuwaenzi waliochangia maendeleo ya Kiswahili, hayati na walio hai.
Naona Mtembezi labda nimesema hayati na walio hai, utaniambia hapo bwana umejichanganya bwana Mwinyi, kwa sababu hayo maneno maana yake ni moja. Sawa, tuachane na historia. Hata marehemu ni watu waliopewa rehema. Hata wewe ulio hai unapewa rehema. Lakini historia inatuambia kwamba wakati Mwarabu aliposema hayati, sisi Waswahili tulipokea kwamba ni watu waliofariki. Kwa hiyo ndio lile neno limeingia na tunalitumia hivyo. Ingawa tunajua historia kwamba hayati ni wingi wa hai. Hiyo ni historia. Tuiache historia ilivyo, kwa sababu maneno kama hayo tukianza kuyahesabu, ndugu Mtembezi, itabidi kamusi zetu zote za Kiswahili tuziandike upya. Maneno mengi yameingia kwa kuponyoka, tumesema yameponyoka. Sasa nafasi yetu sisi wakuzaji lugha pamoja na wewe Mtembezi ni kuhakikisha kwamba tunazuia, tunapunguza hizi hitilafu ndogo ndogo hizi, ili tusionekane kwamba sisi tumepokea maneno kwa makosa yawe mengi mno. Pale ambapo maneno yanapokewa kwa usahihi, basi yapokewe kwa usahihi. Mimi nitakupa mfano mdogo ndugu Mtembezi. Hapa katikati katika harakati za ukuzaji wa uchumi tulikabiliwa na maneno mawili, ukwasi na ukata. Haya maneno yanatamkika vizuri sana. Sisi basi kwa kuto kujua na kwa haraka, watumiaji wetu walielekea kuyatumia kinyume nyume yale maneno. Wametumia neno ukwasi kwa maana ya ukata. Mtu anakwambia mradi wetu haukuendelea kwa sababu ya ukwasi. Sasa kumbe wewe hela unazo. Ukwasi ni utajiri bwana. Ni wingi wa fulusi, wingi wa fedha, wingi wa dirham, wingi wa kichele. Kwa hivyo kama wewe una wingi wa fedha, kwa nini huendelei? Kwa hiyo tuliweza kupambana na maneno hayo, tukamwambia jamani, kama mradi haukuendelea ni kutokana na ukata, yani hatuna fedha. Tukapambana. Sasa hivi tuna neno jingine ambalo linatupa shida kidogo katika matumizi. Ni neno sarakani na sartani. Wenzetu wamesikia haraka haraka tu kwenye idhaa za nje, wamesikia neno sarakani with K. Lakini sisi tulipoulizwa kansa inaitwaje kwa Kiswahili, nasema katika Kiswahili sisi hatuna kansa, tuna donda ndugu. Lakini kama tunataka kutumia neno kansa ili tusiwe mbali na wenzetu, ama unaweza ukatohoa neno la Kiingereza la kansa ukaita kansa kwa kuwa ni la kigeni, au unaweza ukatumia neno sartani, sartani. Najua taa katika Kiswahili Bwana Mtembezi hasa utakupoteza taa uipate. Basi unatohoa unasema saratani, wala sio sarakani kama ilivyo sasa. Hili ni neno ambalo tunapigana nalo vita, kwa sababu vitabu vya kansa vimeshaandikwa na neno sarakani limeshaingia katika kompyuta za dunia nzima. Hasa wa Italy, wa Finland wanakusanya data ya maneno mengi ya Kiswahili. Pengine wameshalipokea hivi. Lakini sisi katika kuchunguza chimbuko au usuli wa neno, tumegundua kwamba neno ni saratani wala sio sarakani. Nadhani Bwana Mtembezi nimeshaeneza mambo ya kutosha. Sasa katika kuzungumza kwangu kote, hata swali moja halikutoki bwana, nikajua ninakokwenda kwamba ninakwenda sahihi au napuyanga. Sio kama unaponyanga. Wewe unasema vizuri sana kuhusu mambo yote hayo, hasa kuhusu siku ya kuadhimisha Kiswahili. Nakushukuru sana Bwana Mwinyi kwa ufafanuzi wako na utaalamu wako na ukarimu wako. Asante bwana. Usinipe shukrani bwana. Kuna sehemu nyingine nataka kusema. Naam. Vipi tunapambana na vyombo vya habari katika kuhakikisha kwamba Kiswahili kinatumika vizuri. Hiyo ni eneo moja gumu sana. Tumegundua kwamba waandishi wetu wa habari ni wakuokoteza. Maana yake wamejifunza taaluma yao kwa lugha ya Kiingereza na wako tayari kufanya marejeo ya kutosha kwa kutumia Kiingereza, lakini hawana hazina ya kutosha kuhusu uandishi na kutumia lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo sasa hivi tunafanya katika kipindi chetu cha lugha ya taifa, katika kila ratiba ya miezi mitatu lazima tuwe na vipindi 3-4 tutakavyozungumzia makosa yanayojitokeza katika magazeti, katika vyombo vya habari kwa jumla.
Chimbuko la makosa tunakuta ni upatanishi wa kisarufi. Watu hawana hakika anapoanza neno fulani hivi amalizie vipi. Umoja na wingi, kuna baadhi ya maneno yana umoja hayana wingi, na mengine yanaonekana yana wingi tu lakini hayana umoja. Mimi nikikuuliza ndugu mtembezi, umoja wa mahakama ni nini? Mahakama. Sasa lakini wewe utasema mahakama haya au mahakama hizi au mahakama hii. Hii na hizi. Unaona sasa hivi wangapi wanajua hivi? Nikikuuliza neno mashtaka kweli yana umoja, utanijibu nini? Mashtaka. Unaona sasa, lakini hapa unaambiwa anajibu shtaka la kwanza. Nimesikia. Sasa kama tutaachia yaende kama hivyo na lugha jitumikie farange, tutaishia wapi? Sasa haya hayaishii hapa tu katika mipaka yetu. Wenzetu wa idhaa ya Kiswahili ya BBC wanapenda sana kupiga simu kwenye baraza la Kiswahili kuulizia sana haya maendeleo ya lugha. Mimi huwa nakabiliana nao sana. Nikawaambia uzuri wa lugha ya Kiswahili ni kwamba inashikamanisha makabila zaidi ya 130. Lakini haya makabila 130 yana utamaduni wao. Kama lugha ni sauti na sifa zinazokidhi haja za mawasiliano katika jamii, lakini inazingatia zaidi utamaduni wa jamii inayohusika. Sasa unapozungumzia Kiswahili sasa, unazungumzia utamaduni upi? Ule ni sauti za nasibu zinazokidhi haja ya mawasiliano, lakini swala la jamii inayohusika na utamaduni wake liko pale pale. Tunapata shida hiyo. Kwa hivyo sisi tunawaambia watu kwamba jamani, unanawa mikono, huoshi mikono. Unanawa uso, huoshi uso. Unaoga na huoshi mwili. Unanawa miguu na huoshi miguu. Sawa bwana? Huo ndio utamaduni wa Kiswahili. Wenzetu wa idhaa za nje wanapokuwa na haraka ya mawasiliano, hawana marejeo ya kutosha. Wanatumia hazina ndogo ya Waswahili wachache waliowazunguka katika kukidhi haja zao. Sawa. Lakini wale Waswahili wachache ni Waswahili wa wapi? Tunakabiliwa na tatizo la lahaja, utawala na mwenendo wa lugha. Wakati sisi Kiswahili sanifu tumeshajiwekea kigezo chake kwamba ni Kiswahili cha aina gani. Lakini tofauti za kilahaja zinajitokeza hapa na pale. Wakati mwingine makosa ni yetu sisi wakuzaji lugha, kwa sababu katika kamusi ya Kiswahili sanifu tuliruhusu tofauti za kilahaja ziingie katika baadhi ya maneno. Kama umepekua kamusi yetu ya Kiswahili sanifu ya mwaka 85, fungua neno ufuo na ufuko au ufukwe, utakuta kuna lahaja mbili zimetumika pale. Ufuo wa upande huu wa mlima huku Tanzania, ambao ndio Kiswahili sanifu, mahala pa kuoshea maiti. Lakini lahaja za Kimvita za Kenya, ufuo ndio pale wimbi linapoishilia pale baharini, wakati sisi huku tunaita ufukwe. Unaona kaza. Sasa wao mahali pa kuoshea maiti ndio ufukwe. Umeona hapo? Sasa hizo ni tofauti za kilahaja. Sasa tofauti za kilahaja zinakwenda mpaka inakuja mizozo ya matumizi ya baadhi ya maneno. Sasa hivi tuna neno onesha na onyesha. Maendelezo yake ni nini? Sisi katika kamusi tumeendeleza neno onyesha kuliko onesha. Tumesema onyesha, pengine onesha. Lakini msingi wake ni nini? Msingi wake ni kwamba katika Kiswahili na utamaduni wake, zamani unaposema kumuonea mtu, haina maana kwamba kutumia macho yako ili yeye aweze kuona. Kumuonea mtu ni kumdhalilisha, na ni kitomeo peke yake katika kamusi. Neno kuonea, onea ni kitomeo peke yake katika kamusi. Yaani ni neno lililoingizwa, halikunyambuliwa kutokana na neno ona. Unaona hitilafu inapokuja. Ingekuwa limenyambuliwa kutokana na neno ona, hoja hiyo isingekuwepo, lakini imeingiwa kama kitomeo peke yake katika kamusi, kwa maana ile ya kumdhalilisha mtu au kumfanya awe duni. Sasa sisi hatuwezi kukubali
kulinyambulisha lile neno, tukapata neno onesha, kwa sababu tayari tunaye neno kumuonea mtu, ambayo ina maana ya kumdhalilisha mtu. Ila tumeendeleza neno onya. Onya lina maana ya kumkanya mtu. Onya ina maana fanya uone. Kwa mfano, mtembezi ukivaa nguo nyepesi ukipita eneo la upepo la mwanga, ni mimi nikidiriki kuona umbile lako la ndani kupitia ile nguo, sisi tunasema nguo ile inaonya. Ili wewe uweze kuona kitu kilichowekwa mahala. Umenielewa? Tunaweka kile kitu pale mahala ili wewe ukione, na yale yanaitwa ni maonyesho ya kuwezesha wewe uone bila matatizo. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya mambo ambayo tunayafanya ili kuhakikisha kwamba tunafikia kule tunakotarajia. Tuna uhusiano mzuri sana na chuo cha uandishi wa habari, kule ambapo ndio jikoni tunako mapisi kunakopikwa wale waandishi wa habari wenyewe. Iwe kozi fupi ya miezi miwili mitatu, iwe ya mwaka mmoja, iwe ya miaka miwili. Sasa hivi Baraza la Kiswahili la Taifa linapeleka mkufunzi wake kule kuchukua somo la Kiswahili. Somo la Kiswahili wenzetu wa chuo cha uandishi wa habari walipolichukua, kama lilivyo somo la Kiingereza, sio somo linaloandaliwa kwa mtindo wa kitaaluma wa moduli. Wewe unajua zaidi ninapozungumzia moduli kwamba unaandaa idadi fulani ya masomo, labda wiki 2, 3 au wiki 6. Zikimalizika basi tutaonana siku ya mtihani. Somo la Kiswahili na Kiingereza katika chuo cha uandishi wa habari cha Tanzania inachukuliwa kwamba ni somo ambalo ni roho kama yalivyo masomo mengine yoyote. Unaanza mwaka, una mihula mitatu, basi wewe utapambana na somo la Kiswahili kila wiki, kila juma, mpaka siku utakapoingia kwenye mtihani. Ile inaonyesha kwa kiasi gani somo la lugha limepewa umuhimu, na sisi watu wa Baraza la Kiswahili hiyo nafasi hatuiachi, kwa sababu tunapata nafasi ya kuweza kukosoa yale mambo ya kila siku, kwa sababu waandishi wa habari wengi wanaoingia darasani ni wale ambao wako jikoni ama wako kwenye gazeti fulani au wako kwenye idhaa fulani, lakini huko anasoma. Kwa hiyo anapotoka shuleni au chuoni, anarudi tena kwenye idhaa, pengine amepangiwa labda saa 1 2 za kutangaza. Kwa hiyo sisi tunapata fursa ya kukosoa moja kwa moja. Hata hivyo vile vile tunafanya juhudi ya kuwasiliana na vyombo vya habari kwa makosa wanayoyafanya kila siku. Hiyo ni kazi ambayo ni ya kudumu. Kuna maofisa katika baraza ambao wanafanya hiyo kazi. Kwa hiyo sisi hatukulala usingizi, na wala ukuzaji wa lugha sio lele mama, ni jitihada ya usiku na mchana. Ni jitihada isiyokoma, ni jitihada isiyosita, ni jitihada ambayo haipungui. Ikipungua ni sawa na moyo ambao unapumua, na siku ukisimama maana yake kila kitu. Hiyo ndio hitimisho langu. Asante sana Bwana Mwinyi. Haya Bwana Mwinyi, asante sana kwa maelezo yako yote. Sasa liko neno moja ambalo linaweza kukanganya watu. Neno lenyewe ni madhumuni. Nimewahi kusikia madhumuni mema. Nimewahi kusikia madhumuni mazuri. Lakini huwezi kusema madhumuni mamoja, ila unasema madhumuni moja. Sasa labda unaweza kunifafanulia kwa nini huwezi kusema madhumuni mamoja, unasema madhumuni moja, lakini waweza kusema madhumuni mema na madhumuni mazuri? Sawa bwana, lugha ya Kiswahili kama zilivyo lugha nyingine, yako baadhi ya maneno huwa yana makengeza. Makengeza yani yanakuwa na sura kidogo ya kutatanisha kidogo. Wakati mwingine unakosa hasa kutoa ile hoja ya kimsingi. Tabia na mwenendo wa baadhi ya maneno, hasa haya maneno ambayo yamekopwa, yameazimwa kutoka kwenye lugha ya kigeni yakaingia kwenye Kiswahili, tuna matatizo makubwa sana. Tuna matatizo kuhusu ngeli ambapo yale maneno yanaingia, halafu na maendelezo yake yanapokutana na
aina nyingine za maneno na kuchukua wadhifa mwingine, kama inapochukua wadhifa wa sifa au inapokuwa kitenzi au inapokuwa ni vinginevyo. Kwa hivyo hakuna madhumuni mamoja, tunasema madhumuni moja sababu hatuna dhumuni moja. Hiyo ndo hatari ya neno la Kiswahili. Wako wanaolazimisha kwamba tunayo madhumuni mengi. Dhumuni la kwanza ni hili, kile sio Kiswahili, isipokuwa taratibu za Kiswahili. Kwa kuwa bahati mbaya neno madhumuni ni neno la Kiarabu limeingia kwenye Kiswahili, linajikuta linaingia huku, linataka libaki kwenye Uarabuni likotoka, huku linatakiwa lifuate mkondo wa Kiswahili. Usiishie kwenye neno madhumuni. Neno mamlaka, neno mamlaka katika matumizi lina matatizo. Kiarabu kinataka iwe mamlaka hii, lakini mwenendo wa sarufi ya Kiswahili, mtembezi, kama utakubaliana na mimi, utapendelea zaidi useme mamlaka haya. Unaona sasa? Lakini Kiarabu kinataka iwe mamlaka hii. Unanifahamu? Sasa pale ndio hivi. Alafu neno jingine ambalo vile vile linaingia katika mkumbo huo ambao naye linaleta matatizo kidogo. Unaposema shaka na mashaka, haya maneno ni maneno mawili tofauti kabisa, ndugu mtembezi. Wala haiwi kwamba wingi wa shaka ni mashaka. Ukisema Bwana Mwinyi yumo mashakani, maana yake ni nini? Maana yake nimo katika matatizo makubwa yaliyonizunguka. Huku mama mgonjwa, juzi baba amefariki, huku nyanya anakaribia kukata roho, huku watoto wako hospitali, huku kuna watoto wanatakiwa waende shule, huku sina sumni ndani, huku mwezi wa Ramadhani natakiwa nifunge, watu wafuturu kila siku. Unasema Bwana Mwinyi yumo mashakani, maana yake mambo yamemzonga, ni mengi mno. Lakini unaponiambia shaka ni wasiwasi. Shaka inaweza ikawa tuhuma vile vile. Na shaka kwamba leo mtembezi atafika, sababu sasa aliniahidi angefika saa 10, sasa hivi imefika saa 2 za usiku sijamuona. Kwa hiyo nina shaka kwamba huyu bwana atafika. Haina mnasaba wowote na neno mashaka. Bwana mtembezi, asante sana bwana.